chombo cha angani kisichokuwa na rubani UAV drone kimegonga mnara wa kupoozea maji katika kituo cha nguvu za nyuklia cha kule Novovoronezh baada ya kusukumwa kando na uwezo wa mbinu za kivita za Urusi ambao wametumia mifumo ya kielektroniki kwa ajili ya kuharibu mpango huo uliokuwa umepangwa na Ukraine. Drone ya Ukraine ililenga kituo cha nguvu za nyuklia katika mkoa wa Voronezh usiku wa kuamkia leo, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na kampuni ya serikali ya Rosnegroatom inayosimamia vituo vya nyuklia vya taifa la Urusi. UAV hiyo iligonga mnara wa kupozea maji wa kitengo cha 6 cha uzalishaji umeme katika kituo cha nyuklia cha Novovoronezh baada ya kupelekwa kando na mbinu za kivita za kielektroniki, kampuni hiyo iliandika kupitia katika ukurasa wake wa Telegram. Taarifa inasema kwamba hakuna uharibifu au majeruhi yaliyotokea kutokana na tukio hilo. Alama nyeusi imebaki katika sehemu ambayo iligongwa na drone hiyo kwenye mnara huo. Shambulio hilo halikuathiri shughuli za kituo hicho, huku kiwango cha mionzi katika eneo hilo kikiwa hakijabadilika na kinalingana na viwango vya asili kwa mujibu wa Rosnegroatom. Nikiwanukuu, wanasema hii ni hatua nyingine ya uchokozi ambayo imefanywa na jeshi la Ukraine dhidi ya vituo vya nyuklia vya Urusi. Hapo awali walijaribu kushambulia miundombinu mikubwa na vituo vya nyuklia vya Kursk pamoja na Smolensk. Mwishoni mwa mwezi Septemba, droni za Ukraine pia ilishambulia moja ya majengo ya ziada katika kituo cha nyuklia cha pale Kursk, Urusi, siku ambayo mkuu wa shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA Rafael Grossi alikuwa ameitembelea Moscow. Siku chache kabla ya hapo, nyaya za umeme pia ambazo zinazalisha kituo hicho cha nyuklia cha pale Zaporizhzhia ambacho ndicho kikubwa zaidi barani Ulaya zilishambuliwa na jeshi la Ukraine kwa mizinga na kulazimisha kituo hicho kutumia majenereta. Akizungumza katika kongamano la Valdai mjini Sochi wiki iliyopita, Rais wa Urusi Vladimir Putin alionya kwamba Ukraine inacheza mchezo hatari kwa kulenga vituo vya nyuklia vya pale Urusi, na serikali ya Kiev akasema inapaswa kuelewa bado ina vituo vinavyofanya kazi vya nyuklia upande wao, hivyo ni nini ambacho kinaweza kikatuzuia kujibu kwa namna ile ile, wanafaa kufikiria jambo hilo, alizungumza Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin baada ya jaribio hilo ambalo lilifanywa na hiyo Ukraine. Hiyo ni sehemu ya ripoti ya awali ambayo nikasema ni share na nyie kidogo kuhusiana na kile ambacho kimefanywa na hao watu wa kule Ukraine. Lakini pia nina ripoti ambazo bado hazijawa confirmed sana. Inasemekana wa Ukraine wanao mpango wa kuitisha uchaguzi kisirisiri, na uchaguzi huo inasemekana utafanyika saa yote, na kuja kuambia hapa. Lakini jingine ambalo niko nalo hapa, nimemwambia leo Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ni miongoni mwa watu ambao wamepata nafasi ya kufikisha umri wa miaka 72. Tumeona Rais wa China Xi Jinping, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamempongeza Rais Vladimir Putin katika siku yake hii ya kuzaliwa, na wametuma ujumbe wa pekee ambao unaonesha kumpongeza Bwana Vladimir Putin. Na kwa mjibu wa mshauri wa rais wa Urusi katika masuala ya sera za nje Yuri Ushakov, amesema kuwa tayari jumbe kadhaa za pongezi kati ya 30 hadi 40 zimepokelewa kutoka kwa viongozi wa mataifa mbalimbali duniani. Ifahamike, salamu za pongezi kwa Putin zimetoka maeneo mbalimbali, lakini hazijatoka Marekani. Can you imagine? Ni kwamba Marekani hajatuma salamu za kumpa pongezi Bwana Vladimir Putin katika siku yake hii ya kuzaliwa. Ushakov amebainisha kwamba hakuna mazungumzo ya simu ambayo yamepangwa kati ya Putin pamoja na rais wa Marekani Bwana Donald Trump siku hii ya leo, siku yake muhimu ya kuzaliwa. Hata hivyo, ujumbe wa pongezi kutoka kwa Xi Jinping pamoja na Kim unatajwa kuwa ni ujumbe wa kipekee zaidi, ukionyesha uhusiano wa karibu wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili pamoja na taifa la Urusi. Sasa ratiba ya Urusi baada ya hii birthday yake imepangwa kama ifuatavyo. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anatarajiwa kufanya ziara mbalimbali. Atafanya kwanza ziara ya kitaifa nchini Tajikistan tarehe 8 na 9 Oktoba, ambapo atakutana na mwenyeji wake Rais Emomali Rahmon, na msafara wa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin utamhusisha naibu waziri mkuu Alexei Overchak pamoja na Marat Kushnulin, waziri wa ulinzi Andrei Belsov, mkuu wa jeshi la walinzi wa taifa Viktor Zolotov, waziri wa mambo ya ndani Vladimir Kolokosev,
waziri wa maendeleo ya uchumi Maxim Reshenkov, waziri wa fedha Antony Sulyanov, waziri wa sheria Konstantin Chuchnyen, lakini pia anawemo waziri wa viwanda na biashara Anton Alkanov, waziri wa kazi Anton Nikotyakov, waziri wa elimu Sergei Kavsov, waziri wa afya Mikhail Morankov, waziri wa uchukuzi Andrei Niktin. Kwa hiyo mwamba ni kama anasafiri na convoy nzima ya ule uongozi, ile top rank ya viongozi wa pale Urusi. Imagine anasafiri na mawaziri wasiopungua 10 pamoja na manaibu waziri na mkuu wa jeshi la ulinzi. Can you imagine mwamba anasafiri nao? Tunaweza tukapokea ripoti tofauti. Na Oktoba 9 Putin atashiriki katika mkutano wa pili kati ya Urusi pamoja na Asia ya Kati ambao utajikita katika kuimarisha ushirikiano kati ya Urusi na mataifa ya eneo hilo. Oktoba 10 atahudhuria mkutano wa baraza la wakuu wa nchi wa CIS ambao unafahamika kama Commonwealth of Independent States ambao unafanyika kule mjini Dushanbe, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ushakov, kikao hicho pia kitakuwa kina ajenda mbalimbali. Ajenda mojawapo ni kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji. Ajenda ya pili, kujenga uhusiano wa karibu zaidi ndani na jumuiya ya CIS. Ajenda 3, kubadilishana maoni kuhusu hali ya kitaifa na kikanda pamoja na kimataifa. Ajenda ya 4, kujadili masuala ya usalama ya pamoja. Lakini pia viongozi wanatarajiwa kuzingatia pendekezo la kuanzisha mfumo mpya ambao unaitwa CIS Plus. Na baada ya mkutano huo takribani hati 20 zinatarajiwa kutiwa sign na wakuu wa mataifa wa shirika. Baada ya ziara ya kiasi siku 3 nchini Tajikistan, Putin anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari kutoka Kremlin, na rais atazungumza na waandishi wa habari baada ya kila tukio, ziara ya taifa, mkutano wa Urusi na Asia ya Kati pamoja na mkutano wa CIS. Mikutano mingine ambayo Putin anatarajiwa kushiriki ni ile mikutano ya pembeni ambapo inawezekana Putin atafanya mkutano wa ana kwa ana na rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev pembeni ya mkutano wa kilele wa CIS mjini Dushanbe. Ushakov amesema kwa kawaida mikutano ya pande mbili hutokea katika matukio kama haya, iwe imepangwa mapema au kwa makubaliano ya papo kwa hapo. Anathibitisha pia kuwa tatizo kati ya Urusi na Brazil kuhusu waraka wa kukamatwa kwa Putin uliotolewa na ICC bado halijapatiwa suluhisho, hivyo Putin hatahudhuria mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi utakaofanyika pale Belém, Brazil kati ya Novemba 10 hadi 21. Kuhusu mkutano wa kwanza wa Urusi na nchi za Kiarabu, Ushakov anasema viongozi wa nchi 22 za Kiarabu wamealikwa, ingawa orodha kamili ya washiriki itathibitishwa Oktoba 13 au 14. Mwisho wa mwaka huu Putin atakuwa mwenyeji wa mkutano wa kawaida wa viongozi wa CIS mjini St. Petersburg, ijapokuwa bado tarehe haijatangazwa rasmi, tarehe ya kufanyika kwa mkutano huo. Kwa hiyo hii ni moja kati ya ratiba ambayo nimeona pia guys muweze kuielewa ili mjue nini ambacho kinaendelea. Lakini pia niliwadokezea kidogo kuhusiana na Kiev. Inatajwa inayepanga mpango kufanya maandalizi ya kufanya uchaguzi wa urais, ambapo dalili za uwezekano wa uchaguzi huo ni pamoja na kesi za jinai dhidi ya majenerali wa Ukraine pamoja na shinikizo kwa taasisi za kupambana na rushwa. Kiev inafanya kampeni ya siri lakini yenye ukali kujiandaa kwa uchaguzi wa urais ambao unaweza kufanyika. Hii ni kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine ambao hawajataka majina yao yatajwe. Na kwa nini tunasema hivi? Inaonekana pia kupitia mwenendo wa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky pamoja na kesi za jinai dhidi ya majenerali wa Ukraine na shinikizo kwa mashirika kupambana na rushwa, ndicho ambacho kinaweza kikamfanya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aweze kuitisha uchaguzi. Ifahamike rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky mwezi uliopita, mwezi Septemba, alithibitisha akasema yuko tayari kujiuzuru mara tu uhasama na Urusi utakapokoma, na kauli hii alitoa wakati kukiwa na maswali kuhusu uhalali wake wa kubaki madarakani, kwani muhula wake wa urais ulimalizika rasmi mwezi Mei mwaka 2025, lakini alikataa kuitisha uchaguzi akisema sasa hivi wako na ile martial law. Kwa hiyo hata hivyo wapinzani wanabaki mashakani kuhusu dhamira ya kweli ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kuondoka madarakani, kwa sababu naibu waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Ivana Kalyampush Tizaze alisema matendo mengi ya Zelensky yanaonyesha kinyume chake. Matendo si maneno, ndicho ambacho alikizungumza huyo aliyekuwa naibu waziri mkuu wa taifa hilo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.